Kwa majina naitwa Zedekia Otieno. Mimi ndio kocha mkuu wa timu ya Tanzania Prisons. Na mwanzo tunashukuru Mwenyezi Mungu, tumesafiri, tumefika salama. Mechi ya kesho tumejitayarisha. Tumekuwa na siku karibu 18 baada ya kurudi kutoka likizo. Tumejiandaa vizuri. Tunajua Dodoma Jiji ni timu nzuri, wana kocha mzuri, mzoefu, but pia sisi tumejipanga na nafikiri kesho mechi itakuwa nzuri na uwezekano tutoke na point 3 kwa sababu kila coach kitu ile anataka kwa timu yake ni kupata point 3. So pia sisi tumekuja kutafuta hizo point 3 hapa Dodoma. Sawa. Mwalimu, umekuwa na kikosi kimekuwa hakina mwenendo mzuri zaidi. Ukitazama Dodoma Jiji tayari walikuwa na mchezo wa kipolo dhidi ya Singida, wachezaji na mwalimu wamejua kwamba mchezo ule walikuwa walikosea wapi na kufanya makosa kwa namna gani, lakini wewe haujapata mechi ya kushindana kesho ndo kama unaanza. Pengine inaweza ikawa na kutoa mchezoni ama wachezaji wako wanaandaa kwa namna gani katika mchezo wa siku ya kesho? Ni ukweli Dodoma wamecheza so far, kwa hivyo wameelewa mali wana mapungufu na najua kocha wao ameifanyia kazi. Sisi hiyo ni part ya mchezo, kwa sababu hatuwezi sema ati sisi wote lazima tupate mechi kabla ya kucheza na timu nyingine. So sisi pia kuna vile tumejiandaa tukijua hiyo ni upungufu tuko nayo na tumeichukulia positive, kwa sababu huwezi lalamika na hiyo ni mipango. Kitu kingine ni kwamba sisi kwa saizi tunacheza mechi yetu ya 6 ugenini, so nafikiri itakuwa ni kawaida, tumejua kucheza vile tunafaa kucheza ugenini, kwa hivyo tuko sawa. Timu yako ina wachezaji wengi, especially kwenye safu ya shambuliaji. Kwa mchezaji anaitwa Emmanuel Mtumbuka, mchezaji ambaye alikuwa vizuri sana, alikuwa anatoka daraja la kwanza kuja ligi kuu. Umejipangaje kuitumia kwa mchezo kesho? Kwa kusema ukweli, kama timu hatuwezi wazungumzia mchezaji mmoja. Sisi tunaiongelea kama timu, na nimewaelezea kama timu tumejitayarisha vizuri na tuko ready kwa mechi ya kesho. Hatuwezi ongelea players moja kwa sababu hiyo sio timu sasa, tukiwa tunaongelea mchezaji mmoja. Pengine kwa upande wa safu yako ushambuliaji, kitu gani ambacho umekwenda kurekebisha? Moja ya mchezo ambao ndio karibu dhidi ya TRA ambao umecheza Tabora, nafasi nyingi sana ulipata lakini hakuweza kutengeneza kwa mabao, licha kwamba golini golikipa Musa Mbisa alifanya save nyingi sana mbele kwa kuna changamoto. Pengine makali ya safu ya ushambuliaji ni kwa namna gani ambapo umeenda kuyaboresha? Umeona Mangula naye pia amerejea, pengine kuna kitu ambacho unaona vizuri kwa upande wa washambuliaji? Kitu ya kwanza, kama coach tunakuwa na shida sana saa zile hatutengezi nafasi za kufunga, but saa zile tunatengeza nafasi za kufunga inamaanisha tunacheza vizuri. So hiyo ni individual problem ya mchezaji kibinafsi. Tumejaribu sana kufanya a lot of finishing trainings, so nafikiri by the time tutacheza kesho tutakuwa sawa hapo mbele. Kitu muhimu ni kwamba unakubali tuna create a lot of scoring opportunities, so tutaendelea kucreate na tuna hope wale wachezaji watapata hizo nafasi, watazitumia vizuri vile inatakikana. Kwa majina naitwa Henry Onyango, mchezaji wa Tanzania Prisons. Tumejiandaa vyema na tunatumai kesho kama team tutapata point 3, tutajikakamua iwezekanavyo tuweze kupata point. Tanzania Prison ni miongoni mwa timu ambazo hazina ile fan base ambayo inatambulika, lakini Tanzania maana yake ni timu ya popote ilipo nyumbani. Mnacheza Dodoma. Hamjakuwa na mwendelezo wa matokeo mazuri. Mko almost nafasi ya pili ya tatu kutoka chini. Maana yake leo mechi ikisimama mnacheza playoff. Mmejipangaje kuinusuru hiyo timu nyie kama wachezaji, kwa sababu mnapofanya makosa hatujilaumu peke yake technical bench, na nyie pia mnaingia kwenye hiyo lawama, lakini kama inawauma ni kwa namna gani ambavyo sasa
Ni kweli sisi kama wachezaji tumecheza mechi 7, tuja perform vyema. Tunajua ni wakati mgumu, lakini tunapoanza mchezo wetu kesho, tumejiandaa kama wachezaji. Tunajua hatujakuwa vyema, lakini kuanzia kesho tutajitahidi iwezekanavyo tuweze kupata matokeo mazuri. Yes, mnaenda kukutana na timu ambayo msimu mwaka jana kwenye uwanja wa Jamhuri mmeweza kupoteza. Pengine kama wachezaji, mwalimu mmeshazungumza naye kuona kwamba msimu mwaka jana mmepoteza na timu ile, lakini msimu huu mnaenda kukutana nao tena katika uwanja ule ule na muda ni ule ule saa 1 kamili. Kama wachezaji mmejiandaa vipi kuhakikisha kwamba mtokea msimu mwaka jana atokee msimu mwaka huu? Kwanza tusema tumejiandaa vyema kwa kuwa tuko na nambari mbaya. Hauendi kuwa mchezo mechi rahisi, lakini tutajitahidi iwezekanavyo tuweze kutoka na point 3.